Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Ujambo na karibu sana katika neno lake Mwenyezi Mungu. Jumamosi nyingine Mwenyezi Mungu ametukutanisha katika hii YouTube channel Kambi ya Wateule, na ili tuweze kupokea neno la himizo, tuweze kupokea mafundisho na neno la Mungu na ambalo litatufaa kila mmoja wetu. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na siku ya leo ningependa tuweze kuangalia neno la kutuhimiza katika kitabu kile cha Isaya. Katika kitabu cha Isaya nitasoma sura ya 60 na ule mstari wa kwanza. Isaya sura ya 60 na ule mstari wa kwanza, na Biblia inasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Baba, nena nasi kupitia hili neno lako. Baba, katuhimize kupitia hili neno lako. Baba, katufundishe kupitia hili neno lako. Baba, kajenge imani yetu kupitia hili neno lako, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako. Tuwaruhusu Roho wako Mtakatifu achukue usukani na kahudumie kila mmoja wetu kulingana na hitaji lake, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Ili ni neno lake Mwenyezi Mungu, na hapa tunaona nabii wa Mungu Isaya anakuwa anazungumza, na unaona anapokuwa anazungumza, huu wakati alikuwa anazungumzia wana wa Israeli, na hivyo pia wakati huu pia anazungumza na sisi, maana ule wakati wana wa Israeli ndio walikuwa watu wa Mungu, lakini katika baada ya kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo, wote na ambao wamempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha kwao wanafanyika basi kuwa wana wa Mungu. Na hapa Isaya anakuwa anazungumza na sisi, anakuwa anazungumza na wewe unayenisikiliza, kwamba asubuhi ya leo Mungu anakuita uinuke. Mungu anakuita uinuke, sio tu kutoka usingizini, bali uinuke kutoka kwa kukatishwa tamaa, uinuke kutoka kwa hofu, uinuke kutoka kwa changamoto mbalimbali, uinuke kutoka kwa mafadhaiko, uinuke kutoka kwa mizigo ya jana. Alfajiri hii ya leo, hiyo jana labda kuna mambo na ambao umekumbana nayo wiki nzima, jana pia kuna mengine umekumbana nayo. Mungu alfajiri ya leo anakwambia kwamba inuka uangaze, inuka kutokana na hilo na ambalo lilikuwa limekudidimisha, inuka kutokana na hilo na ambalo lilikuwa limekuweka chini. Mungu anakuambia inuka kutoka kwa tamaa za hii dunia na umfuate yeye mwenyewe. Mungu anakuambia inuka kutoka kwa mambo mbalimbali na ambayo yamekukatisha tamaa, na uinuke kutokana na hayo mambo na usimame. Isaya anatukumbusha kuwa nuru haiji kwa sababu hali ni rahisi, bali nuru huja kwa sababu Mungu yupo. Unainuka, unaangaza kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe, na neno la Mungu linatuambia kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu na mniamini pia na mimi. Na hivyo kuinuka kwako kutatokana na wewe kumwamini Mungu, kutatokana na wewe kumwamini Mungu na kumwamini na Kristo, na utainuka kutoka kwa hiyo mizigo ya jana, utainuka kutoka kwa huko kukatishwa tamaa kwa jana, utainuka kutokana na mala ulifeli hiyo jana, mala uliona nikana kwamba umefika mwisho, utainuka kutoka kwa hilo, kwa sababu Mungu yupo. Na Mungu akiwa, nuru inakuangazia, kwa sababu unajua kuna yule aliyekushika kwa mkono, kuna yule anayekuongoza. Na hivyo alfajiri ya leo, amka uangaze, inuka uangaze,
uangaze, maana Mungu anakuambia kwamba nitakuwa pamoja na wewe, mimi ndimi nitakaye kuangazia. Maana anatuambia kwamba tumtumainie na mioyo yetu yote, wala tusitegemee akili zetu wenyewe. Katika njia zetu tumkiri yeye, na hivyo tunapomtumainia ni kuinuka, tunainuka, na tunapomtegemea ni kuangaza, tunaangaza, maana yeye anafanyika nuru yetu. Na hivyo nuru haiji kwa sababu mambo ni rahisi. Nuru inakuja kwa sababu Mungu amekuangazia, kwa sababu Mungu yupo. Isaya anakuwa anatuzungumzia, na pia alikuwa hapa anazungumzia watu waliokuwa wamechoka, wenye mashaka, waliokuwa katika giza, lakini ujumbe wa Mungu ulikuwa wazi: mimi nipo pamoja nanyi na ninafanya jambo jipya. Hadi hiyo ipo hadi siku ya leo. Mungu anakuambia ndio, jana kuna yale uliyoyapitia, wiki nzima kuna mambo uliyoyapitia, lakini siku ya leo niko pamoja na wewe. Inuka uangaze, maana ni pamoja na wewe. Inuka uangaze, maana mimi ni pamoja na wewe na ninafanya jambo jipya. Na hivyo Mungu anatuambia tunapomtumainia tutasimama na tutaangaza, maana imani yetu tumemtumainia yeye, tumemwangalia yeye. Tunapofanya hivyo, basi tutainuka na kuangaza. Na ndio maana ujumbe nimeupa kichwa, inuka angaza. Usiendelee kulala hapo chini, usiendelee kuomboleza, usiendelee kulia. Hii wiki tumekuwa tukiangalia kuhusiana na Nehemia alipoambiwa kuta za Yerusalemu zimebomolewa, watu wameachwa wakiwa katika hali mbaya. Ndio alilia, ndio aliomboleza, lakini zaidi aliinuka na akaangaza, maana alimwomba Mungu na Mungu akampa kibali. Vivyo hivyo na sisi alfajiri ya leo, hamna haja kukata tamaa, hamna haja ya kukufa moyo, hamna haja ya kuvunjika moyo na mambo yaliyopita. Unaweza ukajikung'uta mavumbi na ukasimama na ukamruhusu Mungu akakuongoze, maana anafanya jambo jipya. Anakuambia sahau yale ya kale, inuka uangaze, maana ni siku nyingine amekukirimia. Ni kumaanisha hajamalizana na wewe, ndio maana unapumua. Na hivyo iwapo hajamalizana na wewe, anakuambia inuka uangaze, mimi ni pamoja nanyi na ninafanya jambo jipya. Katika Isaya 40 mstari wa 31 anasema, bali wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mabawa kama tai. Huu ndio uhakika wako asubuhi hii ya leo. Hauhitaji kutegemea nguvu zako mwenyewe, unahitaji kumtegemea Mwenyezi Mungu. Unapomtumainia Bwana, anakupa nguvu mpya, anakunyanyua juu ya wasiwasi, juu ya hofu, juu ya mipaka. Huenda umechoka, lakini Mungu achoki kamwe. Huenda una uhakika, lakini kusudi la Mungu aliwezi likavunjika. Kusudi la Mungu aliwezi likazuiliwa katika maisha yako, kwa sababu pia Isaya anatukumbusha tena katika Isaya 43 mstari wa 2, Biblia inasema, utakapopita katika maji mengi nitakuwa pamoja na wewe. Mungu hajasema utapita katika maji mengi, Mungu hajasema hautapitia mambo mazito, lakini kile amesema atakuwa pamoja na wewe. Na hivyo inuka na uangaze, maana Mungu katika hayo maji mengi ako pamoja na wewe. Hauwezi ukasalia pale chini. Simama, inuka, angaza, maana nuru yako imekuzukia, na hii nuru ni Mungu. Unapomtumainia, unapomtegemea, anakuongoza na anakuwezesha katika mambo yote. Ahadi sio kwamba utapitia changamoto ama hautapitia changamoto, bali kwamba hautapita peke yako. Hii ahadi ni kwamba utapitia changamoto, bali kwamba hautapita peke yako. Leo huenda kuna majukumu, maamuzi au mambo yasiyojulikana, lakini
lakini Mungu anakutangulia na anasimama pamoja na wewe, na hivyo usikatishwe tamaa na chochote. Usiruhusu uendelee kulala. Inuka, angaza, maana nuru yako imekuzukia alfajiri ya leo na asubuhi ya leo. Kwa hiyo asubuhi ya leo tembea kwa ujasiri. Asubuhi hii ya leo zungumza kwa imani. Asubuhi ya leo fanya kazi kwa kusudi. Asubuhi ya leo penda kwa subra, maana Mungu amefanyika nuru ya kwako. Nuru yako imeangaza kwa sababu wewe umemtumainia, kwa sababu wewe umemtegemea. Alfajiri ya leo nuru yako imekuja. Alfajiri ya leo na asubuhi ya leo nguvu zako zimefanywa upya. Alfajiri ya leo na asubuhi ya leo Mungu wako yu pamoja nawe, na hivyo alfajiri ya leo nimekuja kukwambia inuka, angaza, maana nuru yako imekuzukia. Nenda ukaianze siku hii ukiwa na uhakika kwamba yaliyo mbele yako yako mikononi mwa Mungu asiyeshindwa kamwe. Simama ukielewa unaye Mungu na ambaye ni mkuu, na ambaye kushindwa akuko katika maisha yake. Ni Mungu anasema, si mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna lolote lile na ambalo linaweza likanishinda? Na hivyo asubuhi ya leo inuka, angaza. Mungu hawezi akashindwa na kukuponya. Mungu hawezi akashindwa na kukufungulia hiyo kazi. Mungu hawezi akashindwa na kurejesha hiyo ndoa. Wewe kazi yako ni kumtumainia, na unainuka na unaangaza, maana nuru yako imekuzukia. Usilale tena, usikatishwe tamaa tena, usiwe na hofu tena, usiwe na mafadhaiko tena. Simama, jikung'ute mavumbi na usimame na uangaze, maana nuru yako alfajiri ya leo imekuzukia. Baba, ni asante kwa kuzungumza nasi asubuhi ya leo Baba, na kutuagiza tuinuke na tuangaze, si kutoka tu kwa usingizi, bali kutokana na mambo yaliyokutukatisha tamaa, kutokana na hofu, kutokana na mafadhaiko, na badala yake tukutumainie wewe, tukuangalie wewe, kwa sababu haikuji kwa sababu mambo ni rahisi, bali nuru yako inatuangazia kwa sababu wewe uko na tumekufanya kuwa Mungu wetu. Baba, tusaidie tunapoelekea katika shughuli za siku, tunapoendelea Mungu wetu na kazi zetu. Baba, katuongoze, katuangazie, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Asante sana kwa kulitazama ili neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo na alfajiri ya leo. Pia ili neno limekuwa la baraka. Unasema, mtumishi wa Mungu Benson, ningependa pia nami niinuke na niangaze, na hizi ndizo sadaka zangu namtolea Mwenyezi Mungu. Nataka ni sapoti huduma. Unatoa kupitia M-Pesa line 0792 593648 0792 593648 0792 593648. Mtolee Mwenyezi Mungu alfajiri ya leo, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Hadi hapo siku ya Jumatatu, mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.